Tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2026, Ali Kiba aliachia wimbo wake mpya unaitwa Buju ambao alimshirikisha Mbosso. Wimbo huu ambao uliachiwa tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2026 uliweka rekodi ya kukaa kwenye nafasi ya kwanza ndani ya dakika 10 tu. Wimbo huu uliweza kukaa nafasi ya kwanza kwenye mtandao wa Audiomack, na hatimaye Ali Kiba ameonyesha ukubwa mwingine baada ya mapokezi ya wimbo wake wa Buju ambao ameutoa hivi karibuni. Ni kwamba ukubwa wa mapokezi ya wimbo huo Buju wa mfalme wa Bongo Flava Ali Kiba na Mbosso ambaye ameshirikishwa umeendelea kujidhihirisha baada ya wimbo huo kufanikiwa kushika namba 1 kwenye nchi 5 kupitia mtandao wa Audiomack. Nchi hizo ambazo ni zimeonekana kuwa ni tofauti kwa maana ya pale nchini Kenya wimbo huu umeshika namba 1, Tanzania umeshika namba 1 kwenye Audiomack, Burundi kwenye Audiomack, lakini pia Qatar pale umeshika namba 1, na bila kusahau pale nchini Oman pale wimbo huu umeshika nafasi ya kwanza. Rekodi ambayo Ali Kiba ameiweka, na wimbo wa Buju ulitoka rasmi tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2026 kama ambavyo nimekuambia, na tayari unafanya vizuri kwenye digital platform mbalimbali ukiachana na Audiomack. Mbali na hivyo pia wimbo huu wa Buju wa mfalme wa Bongo Flava official Ali Kiba umefanikiwa kuwa wimbo namba 1 kwenye mtandao wa Instagram kwenye upande wa Tanzania. Yani kuna mtu labda ameposti picha yake na alafu anatumia huo wimbo, lakini pia kuna ile mtu ana post tu video na amekaa tu sehemu au yuko na mwenzie na marafiki. Kwa hiyo umekuwa ni wimbo ambao umepata mapokezi hayo makubwa sana na Ali Kiba, na anaendelea kutengeneza hizo rekodi mbalimbali, hasa ukifuatia na collab yake hii ambayo ameifanya na Mbosso, na fanbase imeonekana kuwa ni kubwa sana kupitia na platform ya Audiomack na kuweza kupenya katika maeneo mbalimbali ya dunia na ulimwengu kwa ujumla wake.